my Bible. This is my It is Bible. the word of God. The word of God. It has changed my life. Changed my life. And this day, willingly, I open my spirit, ready to receive the ever-living, incorruptible seed of the word of God. I'm ready for my miracle, and I'm ready for change. In Jesus' name, amen and amen. Put it on your lap and give Jesus a good clap offering. I say give Jesus a good clap offering. Amen and amen and amen. Last Sunday, I was dealing with what? What were we dealing with? What were we dealing with? When the heavens are open. When the heavens are open, we discover a number of things. Number one, you will grow in wisdom, stature, favor with God, favor with men. When the heavens are open, you will accomplish that which God desires. When the heavens are open, even your enemies will not be able to fight you. You will be able to overcome. Now, today, I want to go straight to a different thing altogether. Because 2019, we have declared as a year of open heaven. But unfortunately, there are times when heavens are shut. There are people living under shut heaven. Because if there is open heaven, then it is obvious there are shut heavens. And we need to be careful not to deceive ourselves that we are in an open heaven. But unfortunately, our heavens are shut. And that is dangerous. I will share with us, within the next short few minutes, 3 things that close heavens. Number one. Come with me to 1 Kings chapter 18 and verse number 35. 1 Kings 18 verse 35. This is what the Bible says. Everybody read with me. 1, 2, 3. When the heavens are shut, are you ready? 1, 2, 3. When the heavens are shut up and there is no rain because your people have sinned against you, and when they pray towards this praise and confess your name and turn from their sin because you have afflicted them. Amen. We see a scenario. Go to verse 36. Verse 36 says what? Then hear from heaven and forgive the sin of your servants. Are you reading? Let's go back to 35 and 36 we read together. 1, 2, 3. When the heavens are shut up and there is no rain because your people have sinned against you, and when they pray towards this praise and confess your name and turn from their sin because you have afflicted them, then hear from heaven and forgive the sin of your servants, your people Israel, teach them the right way to live, and send rain on the land you gave your people for an inheritance. In other words, there are times when heavens are shut. And right there in that context of scripture, we realize 2 things that can shut heavens. Number 1 is sin. Life of sin. When people choose to live a life of sin, sin has the ability and the tendency to shut the heavens. Sin is a transgression. Remember, God himself says in another scripture, it is not that my hand is short to save, but your sins have separated
separated you me from you. Bali dhambi zenu zimewatenganisha na mimi. Now God is a righteous God. Mungu ni Mungu mwenye haki. He is a God of truth. Ni Mungu wa ukweli. He delights in truth. Anafurahia katika ukweli And righteousness. na haki. And it is demanded and desired of us. Na inatamaniwa kutoka kwetu na As we walk with God. kwamba tunapotembea na Mungu. That we may live a life that is pleasing to Him. Tuishi maisha ambayo ni ya kumfurahisha yeye. And that is important to Na hiyo ni understand. muhimu kuweza kuelewa. That there are times Ya kwamba kuna nyakati when we turn away from God tunapomgeukia and Mungu we live our own life, na kuishi maisha yetu, a life of sin, maisha ya dhambi, it crosses our heaven. inafunga mbingu zetu. Sin is missing the mark. Dhambi ni kukosa lengo. God has a mark for us. Mungu ametuwekea alama na lengo. And we need not to miss that Na mark. tunahitaji kwamba tusikose ile alama ama lengo. Unfortunately, Lakini kwa makosa, when we talk about issues of sin tunapoongea kuhusu mambo kuhusu and dhambi righteousness, na haki, it's a very dangerous area to tread on. ni hatari, ni eneo hatari la kukanyaga. Because people try all manner of things to make self-righteousness and covering themselves Watu wanatafuta kila aina ya haki ya kujitafutia na kujifunika kwa matao, so that they may think they are doing well. ili waonekane kama wanafanya vizuri. But we need to understand Lakini tunahitaji kuelewa that sin kwamba dhambi is an indicator ni kitu cha kuonyesha that we are not walking with God. ya kwamba hatutembei na Mungu. And the Holy Spirit, Na Roho Mtakatifu, listen to me, nisikize, is the convictor and is the operator of that indicator. yeye ndiye mshawishi na anayeelekeza hicho He is in the world, the Holy Spirit, yuko duniani Roho convicting the world of sin, akishawishi ulimwengu kuhusu dhambi, of judgment, kuhusu hukumu, and convicting the world na kushawishi ulimwengu of the presence of Jesus. kuhusu uwepo wa Yesu. And once we are going astray, Na wakati ambapo tunaenda kombo, the Holy Spirit Roho Mtakatifu will highlight it in us through a living conscience. atatunenea kupitia dhamiri yetu iliyo hai. That you are now walking in a way that is not pleasing to Sasa God. unatembea katika njia ambayo haifurahishi Mungu. And at that point, Na pale you are supposed to repent. unafaa kutubu. The word repent, Neno kutubu it means linamaanisha going back to the top. kurudi pale juu tena. It is taken from the word pent. Limetolewa katika jina kilele. The word pent, it is the topmost praise of a pyramid. Sasa kilele ni kile sehemu ya juu kabisa ya For jengo. example, this tent, Kwa mfano hema hili it has a pent. ina kilele chake. Pent is the highest praise of this Kilele tent. ni mahali palipoinuka juu kabisa pa hema hili. Sin makes you to fall Dhambi inakufanya uanguke from the pent. kutoka kwenye kilele, But repent is to go back ni kurudishwa kwenye the kilele, place where you are supposed to be. mahali ambapo unafaa kuwa As children of God, kama watoto wa Mungu. there is a place God has kept us, Kuna mahali Mungu ametuweka, where we need to remain. mahali tunahitaji kukaa hapo, The place of the right standing with God. mahali pa msimamo ulio sawa na Mungu. The word righteousness simply means right standing with God. Neno haki ama mwenye haki linamaanisha mwenye msimamo ulio haki na Mungu na sawa na Mungu. And listen, Nasikiza, we got two kinds of righteousness. kuna aina mbili ya haki. What we call imparted righteousness, Haki ya kupewa what Jesus has done for us. ambayo Yesu ametufanyia, He died for us, alitufia, and by His grace na we kwa are saved. neema tumeokolewa, Not of our doing, sio kwa matendo yetu, lest anybody can ili boast. yeyote asije akajidai. And we are saved by Na grace, tumeokolewa kwa neema, and we live by grace. tunaishi kwa neema, Not because we were good, sio kwamba tulikuwa not wazuri, because we ama qualified, kwamba tulihitimu, not because we are very sio careful, kwamba sisi ni waangalifu that sana. we are living very well. Tunaishi maisha, tunaishi It is by kwa grace. kanisa, ni kwa neema, It is by ni grace. kwa neema. But Paul says Paulo anasema we should not use grace that we may continue in sin. tusitumie neema kwamba tuendelee katika We need to dhambi. know we were brought from Tunahitaji sin kujua tulitolewa kwenye dhambi and we were redeemed with a price. na tukakombolewa kwa Our dhambi. life is no longer our own. Maisha yetu sio yetu tena, We belong to God. sisi ni wa Mungu. And if anyone, Na kama yeyote, remember Paul first of all said, Paulo kwanza anasema for all have sinned wote wamefanya
kwa cross. kazi iliyokwisha ya And msalaba. from there, Kutoka pale we need to walk our life tunahitaji kutembea maisha in yetu such a way katika njia that is pleasing to God. njia ambayo inamfurahisha Mungu, And through the Holy na Spirit, kupitia Roho Mtakatifu it is possible to attain that. inawezekana kufanya hivyo. Because when you fall, when you are about to go to waters and prison, the Holy Spirit will highlight it in your spirit. Manake kwa sababu ambapo uko karibu kuingia kwa kitu ambacho si cha haki, Roho Mtakatifu anakunenea. And in the Old Testament, Agano la Kale, God would decide the prophets, Mungu akatuma manabii and they would warn the people. na wangewaonya watu, Tell them now you are going the wrong way. waambia sasa mnaenda kombo. But today, Lakini leo that is the work of the Holy Spirit. ni kazi ya Roho Mtakatifu, And He works in our na life. anafanya kazi maishani mwetu. Whether you are in your house in the middle of the night, Uwe kwa nyumba yako usiku wa manane, whether you are in Yugoslavia, uko Yugoslavia, whether you are in Australia, uwe Australia, the Holy Spirit is there with you. Mtakatifu yuko pale na And He wewe, will convict your na heart atashawishi moyo wako in the right way. katika njia inayofaa. Please, Tafadhali, may our consciences be arise dhamiri zetu na ziwe hai, so that we can be able to hear ili tuweze kusikia when we are about to go in the wrong direction. wakati ambapo tuko karibu kuingia katika And makosa. the moment the Holy Spirit tells you this is not the right way, please may you turn. Nao wakati ambapo Roho Mtakatifu anakuambia hii njia haifai, wewe Don't go that way. usiende njia hiyo. There are businesses the Holy Spirit will tell you this is not the right business. Kunazo biashara Roho Mtakatifu atakwambia hizi biashara These hazifai. are not the right people to relate Hawa with. sio watu wanaofaa Don't go that way. usiende njia hii. Stop that dealing. Wacha na Stop that relationship. wachana na huo uhusiano. The fight has gone. If they continue, sin will emerge. Mahali imefikia sasa, ikiendelea dhambi zitaingia. Are you hearing me? How many are with me? Blessed be the name of the Lord. And that is what we are talking Na about. hayo ndio tunaongea kuhusu. When we desire to live right with God, Wakati tunatamani kuishi maisha sawa na Mungu, God will help us by His Mungu Holy Spirit. atatusaidia kupitia Roho wake Mtakatifu. Amen. Amen. How many are with me? Bwana asifiwe. And that is why Na ndio sababu we believe tunaamini that once you are born ya again, kwamba mara tunapookoka, you don't get saved and then you go back to sin and then you get born again and then we don't believe that. hatuamini katika hilo. I believe Ninaamini by the Holy Spirit kupitia Roho He will keep you from falling. atakuzuia kuanguka. The Bible says to He that is able to keep you from falling Biblia inasema kwa yule ambaye anaweza kukuzuia kuanguka and to give you an na inheritance. kukupa urithi. Amen. Amen. We don't want to start thinking righteousness Hatutaki kwanza kufikiria utakatifu as a way to wear a certain dress. kama njia ya kuvalia vazi fulani. Don't greet people. Usisalimie watu kwa mkono. Make sure you don't step on any insect. Usikanyage mdudu. Because if you kill an ant or a mosquito, Ukiua umbu, you are dancing. umefanya dhambi. That's not what we are talking about. Sio aina hiyo tunaongea. It is about living right with God. Kuishi maisha yaliyo sawa. And the Holy Spirit Roho Mtakatifu will help us to live right. atatusaidia kuishi sawa. Amen. Amen. How many are with me? Blessed be the name of the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Of course, we know in the Bible. Tunajua katika Biblia, By the way, I need to come back to this. nahitaji We know there is no big sin and there is no small sin. tunajua kwamba hakuna dhambi kubwa na nyingine ndogo. But the Bible has put categorically. Lakini Biblia imeweka wazi sana. One of the things you need to make sure Moja ya mambo ambayo unahitaji uhakikishe you run away ya from, kwamba umeyatorokea it is idolatry and ni fornication. uabudu wa sanamu na uasherati, usinzi. Idolatry and fornication. Uabudu wa sanamu na usinzi. Those are dangerous areas to play. Hizo ni maeneo hatari ya kukanyaga. Paul explains says, Paulo akielezea for akasema, all other sins they happen outside the body. kwa dhambi zingine zote zinafanyika nje ya mwili, But these are sins that happen within the body. lakini hizi ni dhambi ambazo zinafanyika ndani ya mwili. Another sin that is highlighted is drunkenness. Dhambi nyingine ambayo imeangaziwa pale ni ulevi, Because it also happens within the kwa body. sababu inafanyika ndani ya mwili And it makes the judgment of a person na to inafanya be poor. uamuzi wa yule mtu kuwa kwamba hauko As sawa. a result, you do things you are not Kwa supposed to hivyo do. unafanya mambo ambayo hufai kufanya, Not just like drunkenness through beer, sio ulevi tu wa pombe, but drunkenness through life. ulevi wa maisha ni haya. There are people Ulevi who are drunk kuna watu walevi with the business, na biashara, drunk walevi with life, and drunk they want, is life. na maisha, wanataka maisha rahisi, They are not real. hawako halisi. Drunkenness. Ulevi
me. Bwana asifiwe. Lift up your hand and say, my Father, my Father. My Father, my Father. In the year 2019. In the year 2019. May you help me. May you help me. To live. To live. A righteous life. A righteous life. To the glory of your To the name. glory of your name. Another thing that goes with that is disobedience. Jambo lingine linaandamana na hayo ni kutotii. Disobedience. Kutotii. Disobedience. Kutotii. For the sin of Kwa disobedience, sababu dhambi ya kutotii it is same as witchcraft. ni kama uganga, uchawi. Amen. Amen. Hallelujah. And you remember, Unakumbuka the Bible says, Biblia inasema as well, when heaven is shut wakati mbingu imefungwa and there is no rain hakuna mvua because they have sinned. kwa sababu wamefanya dhambi. 2 Chronicles 7:13. Kitabu cha pili cha Mambo ya Nyakati 7:13. 2 Chronicles 7:13. If I shut the heavens, Nikifunga mbingu that there will be no rain. ya kwamba kuwa hamna mvua. In other words, Na maneno mengine, disobedience, kutotii it closes the heavens. kunafunga mbingu. In fact, Kweli if you read Deuteronomy 28 from verse 15, ukisoma Kumbukumbu la Torati 28 it says, and all these curses laana hizi zote will come upon you zitakuja juu yenu if you disobey ikiwa mtakosa kutii the law, the voice of the Lord your God. sheria ya Bwana Mungu wenu. Amen. Amen. Isaiah 1:18. Isaya 1:18. If you are willing and obedient, Kama unataka na unatamani you will eat the good of the land. utakula mema ya That is nchi. that is 19. 19. Is that 19? Jioni That 19. is 19. If you are willing and obedient, you will get the what of 20? 20 says what? Shina- But if you resist and rebel, are you reading? Read verse 20. Because we already read 19. Read 20, 1, 2, 3. But if you resist and rebel, the King James, KJV says what? But if you refuse and rebel, you shall be devoured with the sword. For the mouth of the Lord your God has spoken. Amen? Amen. How many are with me? One is feeling. Touch your neighbor, tell them, obedience Obedience will lead will lead to open heaven. to open heaven. Tell them disobedience Disobedience will lead will lead to close the heaven. close to heaven. It's as simple as Rahisi. simple as that. Hivyo hivyo. Amen. Lift up your hand and say, my Father, my Father, My Father, my Father. may you cause me May you cause to live to live a righteous life. a righteous life. May you cause me May you cause to obey to obey and not disobey. and not disobey. In Jesus' name. Jesus' name. Amen. Amen. So one thing that closes the heaven is living a life of sin Kitu and moja disobedience. ambacho kinafunga mbingu ni kuishi maisha ya dhambi na kutotii. Let me give you number 2. Nikupe ya pili. It is what we call Ni kile tunaita satanic besiegement. ni kule kuviziwa na shetani. Satanic besiegement. Ama siege of the devil. Or Kutekwa. what is commonly known in Kenya, siege. Sieke. Siege. Eh, Siege. umetekwa nyara. When people are besieged by the devil, Watu wakiwa wametekwa nyara na shetani, their heavens can be closed. mbingu yao inaweza kufungika. Let me show you. Wote nikuonyeshe. Second Kings chapter 6:24. Kitabu cha pili cha Wafalme 6:24. 2 Kings 6:24, please. 6:24. 2 Kings 6:24. Hallelujah. Everybody read with me if you can. 1, 2, 3. Sometime later, Ben-Hadad, king of Aram, mobilized his entire army Uh-huh. and marched up and laid a siege. siege to Samaria. Go to verse 25. 25. Verse 25 says what? There was a great famine in the city. The siege lasted so long that a donkey's head sold for 8 shekels of silver and a quarter of a cup of seed pot for 5 shekels. Amen. Now we know that story. Hiyo ni hadithi. We know that story very well. Hiyo hadithi vizuri. Ben-Hadad, the king of Aram, Ben-Hadad mfalme wa has Aram put a siege over the entire city of Samaria. ameteka nyara mji mzima wa Samaria And with his soldiers and his troops, na askari zake na jeshi lake. people could not go out or come in. Watu hawangetoka wala kuingia. They ate every food that was in the city. Wakakula chakula chote kilichokuwa mjini. Everything was finished. Kila kitu kikakwisha. Then they ate anything that was eatable. Chochote kenye huwa kinaliwa wakakikula kwanza kikaisha. They ate the dung of cattle. Wanakula mavi ya ng'ombe. Ahiwa. Samadi. Oh. They even ate Wakati
Hear me. Two women. Wamama wawili siku hiyo They planned to eat their children. wakapanga kuwala watoto wao. But because they were two, they said, today we will eat your child. Lakini kwa sababu walikuwa wawili wakasema leo tutakula wako. And then after we finish the meat, Tukimaliza hiyo nyama, we will eat yours. tutakula wako. You know the story. Unajua hadithi. Sure enough, Hakika. they slaughtered the child. Wakachinja wa kwanza. They ate Wakamla the first day, siku ya kwanza. put in the fridge the Wakaweka leftover. kwa friji iliyobaki. 3 days later they finished. Siku tatu baadaye wamemaliza yule mtoto. Now it was time to eat the child of the other woman. Sasa ikawa ni siku ya kukula mtoto wa yule mama mwingine. But this woman decided, Huyu mama akaamua, nyinyi mnakulaga watoto wangu hamukuli ngo. Na ni kweli hata yeye alikula kwa wenyewe. Na hapo ndio unapaswa ujiadhari na watu. Watakula, watakusaidia kukula mtoto wako. Lakini ikifika yao wataficha. Wataficha. Na ni marafiki wa chanda na pete. Watakusaidia kukula mtoto yako. Sema wangu hata kuliwa. Sema wangu hata kuliwa. wangu hata kuliwa. Bwana asifiwe. Amen. How many are with me? Amen. Walipoamka ameficha. Amepita wapi? They look for the child among the neighbors, Kwa majirani. among the aunties. Kwa auntie zake. They go, what did she do? She went to the king Akakimbia mbio kwa mfalme. and told the king, Akamwambia mfalme, please king, tafadhali mfalme, help me. nisaidie. I have a big problem. Nina shida kubwa. What is the problem? Shida ni nini? We agreed with my roommate woman. Tulikubaliana na yule mama jirani yangu, tunakaa hapo karibu. We eat our Tukule children. watoto. Sure enough, we slaughtered my child. Tukachinja wangu tu. The meat lasted us 3 days. Nyama ilitupika. But after it was all done, Kwa hiyo baada ikaisha. we now woke, it was the time to slaughter Sasa her child. nikafikiria ni wakati wa kuchinja wako. But on looking for the child, Kutafuta mtoto. she had hidden her child. Amemficha mtoto wake. Help me. Mfalme nisaidie. Why has it escalated to this level? Kwa nini? Because of the siege. Kwa nini mambo yamefikia kiwango hiki? Who has put Sababu the ya siege? kuviziwa. The king of Aram Ben-Hadad. Wamezungukwa, wametekwa nyara na He is mfalme. an evil king. Yeye ni mfalme muovu. How many are with me, Bwana asifiwe? Bwana Yesu asifiwe. When the king heard it, Wakati mfalme aliposikia maneno hayo, he was shocked. akashtuka, He knelt down. akapiga He magoti, prayed to God. akamwomba He Mungu. told God, Mungu, oh God, Mungu, oh God, Mungu, will you listen to your people? sikia watu wako. If the matter has gone this far, Kama mambo yamekithiri kiwango hiki, I am not worthy to be the king. sifai kuwa mfalme. And then he turned to the woman. Akageukia yule Told the mama, woman, akamwambia mama, please, mama, mama, hear me. nisikie. Turn to God. Mungu, geukia Mungu. If you, God cannot help you Kama Mungu hawezi kukusaidia, and help us, and the atusaidie. matter has gone that far, Na mambo we imefika, are all finished. tumekwisha. That time when the king is talking like that, Wakati mfalme anaongea hivi, God sent his servant Elisha, Mungu akamtuma mtumishi wake Elisha. and he appeared. Akaja. What did he tell the king? Akamwambia, Listen now, why I am saying what I'm saying. sikiza kwa nini nakwambia yale. To prove to you, this siege had closed the heavens. Kukuonyesha kwamba kutekwa nyara huku kulikuwa kumefunga mbingu. Come to 2 Kings 7 verse 1. Kitabu cha pili cha Wafalme 7 mstari wa kwanza. 2 Kings 7 verse 1. Elisha, everybody read with me, 1, 2, 3. Elisha said, Elisha akasema, hear the word of the, are you reading? Hear the word of the Lord. This is what the Lord says. About this time tomorrow, a seer of flour will sell for a shekel, and 2 sheep of barley for a shekel at the gate of Samaria. Do you hear that? So Elijah has given a roadmap. He has said, this is what God is saying. Elisha amepeana mwongozo, akasema Mungu anasema hivi, Tomorrow, kesho, at the gate of Samaria, kesho kwenye malango ya Samaria, 1 seer of flour will sell for a shekel, and 2 seers of barley for a shekel at the gate of gorogoro Samaria. moja ya unga itakuwa ikiuzwa shekeli na gorogoro mbili za shairi itauzwa shekeli. Now go to verse 2. Mstari wa pili. This is what proves it was across heaven. Everybody read 1, 2, 3. The officer on whose arm the king was leaning said to the man of God. He did not tell the king. Akarusha mdomo, anarushia mtumishi wa Mungu. Akamwambia nini? Look, even if the Lord should open the floodgates of the heavens. What does I tell you? Hiyo inakwambiaje? This
zimewasha. Mbingu zilikuwa zimefungwa. Do you see it? How many see it? How many see it? How many see it? Blessed be the name of the Lord. Hallelujah. Amen. Even if Hata kama the Lord, notice the word Lord, it is capital letters. neno Bwana ni herufi kubwa. That means it is not, he is not talking of the king of Yeye Israel. haongei kuhusu mfalme, He is talking of Jehovah, Jehova Mungu, Jesus himself. Yesu mwenyewe, El Shaddai, Yahweh. Yahweh, El Shaddai, Jehovah Jireh. Jehova Yire. Even if he should dare open the heaven, Hata kama atadhubutu kuzifungua mbingu, could this happen? mambo haya je, yanaweza fanyika? What was he told by Elisha, the man of God? You will see it You will see it with your with your own eyes, answered Elisha, but but you will not eat any of it. Hallelujah! Hallelujah. How many of you want to see Bwana it? Yesu asifiwe. Now I come to you as a prophet of God, Naja kwako kama nabii wa Mungu. and I dare declare Na now, ninadhubutu sasa kusema every satanic siege that have been put over your life, kila kutekwa nyara kwa shetani ambako kumeletwa maishani mwako, that has intended to shut your heavens, ambapo kusudi lake ni kukufungia mbingu lako, any satanic siege kila kutekwa nyara kwa shetani that has closed your heaven, ambako kumefunga mbingu in yako, your health, katika afya yako, in your finances, katika fedha zako, in your business, katika biashara in your yako, career. katika taaluma yako. Now Sasa I command the siege to be over. I break it in the name of the Lord Jesus. katika jina la Yesu, I take authority in the spiritual realm, chukua mamlaka katika ulimwengu wa roho, and I break that na siege. ninavunja I break that siege ninavunja in your family, katika familia in yako, the life of your children, maisha ya watoto in wako, your business, biashara yako, where the devil said you will not prosper, mahali shetani alisema utafanikiwa, and he has put a siege amekuwekea kizuizi spiritually. Today, I command it to open. Let it open. Let that siege be broken. kule kufungwa kwa funguke In Jesus' name. katika jina la Yesu. You know what happened in this case. Unajua yaliyoendelea katika tukio hili. God touched 4 lepers. Mungu aliguza wenye ukoma wanne. Amen? Wanne. And they said, Wakasema, we cannot remain where we are. hatuwezi kawia. Let's go to the city. Tuingie kwenye If mji. we die, Ukifa, we die. tufe. After all, even if we stay here, Hata tukikaa hapa na We will hivi, die. bado tutakufa. either kukufa kwa ngaragu na kukufa kwa kisu ya askari, si kifo ni kifo. Kifo ni kifo. Death times death is death. So we would rather die going somewhere than die sitting here. Afadhali tukufe tukielekea mahali kuliko kukufa tukikaa. Little did they know, Hawakujua God was behind them so that he may use them to break the siege of the devil. Mungu alikuwa nyuma yao ili awatumie kuvunja mateka haya ya shetani. Now I have a question. Sasa nina swali. Who had put the siege? Ni nani alikuwa ameleta It is Ben-Hadad, the king of Aram, Mfalme Ben-Hadad and mobilized all his troops. na alikuwa ameleta majeshi. Who did God use to break the siege? Ni nani Mungu alitumia kuvunja kutekwa? It is not even the army. Sio jeshi, 4 lepers. wenye ukoma wanne. God will use what looks useless so that he can destroy what looks powerful working against you. Mungu atatumia kile ambacho kinaonekana hakina maana ili avunje kile kinaonekana kina nguvu katika maisha yako. May every siege in your life be broken as you hear my Kila voice. mateka yaliyo maishani mwako yavunjike unaposikia sauti Stand yangu. up. Make that prayer. Make that prayer. I want you to make one of the areas you know Pastor Kiko is good at is in spiritual warfare. I like spiritual matters. I like dealing with the spiritual matters. Lift up your voice. Say, in the name of Jesus. In the name of Jesus. And by the blood of Jesus. By the blood of Jesus. Every satanic siege Every satanic siege. put against my life. Put against Put against my family. Put against my family. Put against my marriage. Put against my mind. Put against my children. Put against my Put against my finances. Put against my In finances. the year 2019. Year 2019. Hear the word of the Lord. Right now. Right now. Be broken. Make it a prayer. Make it a prayer. I break every siege. I break every siege. I command every siege to be broken. I
I command every siege to be broken. I command every siege to be broken. I break every siege. I break every siege. I break every siege. Every siege of the devil. I break it. I break it. I break it in the name of the Lord. I break it in the name of the Lord. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of the Lord Jesus. In the name of the Lord Jesus. That explains why you can be in dispute with your wife or your husband for the last 10 years. Munaongea hamsikilizanani. Why? There is a satanic siege. Shetani amewaekea siege. Sieke In the spiritual. uko kwenye ulimwengu wa roho. Once you break that siege, Ukivunja hiyo mateka, then your relationship is healed. uhusiano wenu umepona. That explains Hiyo inaelezea why you work very hard kwa nini unafanya kazi ya and you don't see the benefit. lakini hauoni faida yake. Be careful. Kwa mwangalifu. You could be dealing with a satanic siege. Labda uko chini ya kutekwa nyara ulimwenguni wa roho. There is a siege. Kuna shetani. There is a siege. Amekuvizia, amekuzia. Today, Leo. that siege is broken as you hear my voice. Today, that siege is broken. 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 Uko kuzingirwa kumevunjwa. Now, I took a lot of time to study about the sieges in the Bible. There are many. Nikachukua muda kusoma kuhusu kule kuzingirwa katika Biblia na But every time it took a prophetic voice to break that siege. wakati ilichukua sauti ya kinabii kuvunja kule kuzingirwa. I stand as a prophet of God. Simama kama nabii wa Mungu. I don't need to shake. Sihitaji kutikika. I don't need to pray to fail to shave. Ama nikose kunyoa ndevu. I don't need to. Sihitaji. I don't need to wear surgical. Sihitaji kuvaa magunia. I don't need to. Sihitaji. I don't need to. Sihitaji. I just need to speak now. Sihitaji kunena. Every siege in your life, by the prophetic decree, today, pray, 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 in the name of the Lord Jesus. Any satanic siege in our nation, today, hear the word of the Lord. Be broken in the name of the Lord Jesus. In Jesus' name. Katika jina la Yesu. Somebody shout amen. Amen. Somebody say it is broken. It is broken. The satanic siege Satanic is broken. is broken. In Jesus' name. Jesus. Say the satanic The siege satanic siege against me against me is broken. is broken. In Jesus' name. In Jesus. Somebody lift up and say, my Father, My Father, my Father. may you open May you open the floodgates of heaven floodgates of heaven and pour your increase. and pour your increase. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Amen. Give him another clap offering. Blessed be the name of the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Number 3. Tatu. I told you 3. Tatu. Nilikwambia ni tatu. Number 3. Tatu. This one is now dangerous. Sasa hii ni hatari. And this is where I will do an altar call and I will pray for you people. Hapa ndipo nitaitana mwaliko wa kuombea mtu na nitawaita muombe. 1 Kings 17 Kitabu cha kwanza cha Wafalme and 17. verse number 1. Mstari wa kwanza. You know this shook me as I read it. Hii ilinitisha nilipoisoma. Everybody read with me 1, 2, 3. Now, Elijah the Tishbite. are you reading? Let's start it again. 1, 2, 3. Now Elijah the Tishbite from Tishbe in Gilead said to Ahab, as the Lord, the the God of Israel lives, whom I serve, there will be neither rain, neither dew or rain in the next few years, except at my word. Nani amesema? Elisha. Nani amesema? Elijah. Elijah. Amesema nini? Hakuna mvua Hakutakuwa mvua ama umande miaka michache ijayo miaka michache ijayo mpaka mimi mwenyewe niseme. Niko na swali. Ni Mungu amesema? Ni nani amesema? Ni Elijah. Ni Elijah. Si ni kweli? Tishbite. Haya, tuende kitabu cha Yakobo sura ya 5. Muelewe hii maneno. Ni kuurukira mbele. James chapter 5:17. Yakobo 5 mstari wa 17. James
5:17. Are you there? Yes. Okay. Can we read together? 1, 2, 3. Elijah Was a man was a man just like us. He prayed earnestly that it would that they do not rain. And they did not rain on the land for 3.5 years. That is exactly when I heard the Lord say, Hapo ndipo nikasikia Bwana akisema, your heavens can be shut mbingu zako zinaweza fungika, by people, zinaweza fungwa na watu, especially people who have authority over you. hasa watu walio na mamlaka juu yako. They can shut your Wanaweza heavens. kufungia mbingu. Now, what amazed me in this scripture, Linalonishangaza maandiko, especially I've read this scripture, James 5:17. nasoma sana Yakobo 5:17. I have never gotten it until this time. Sijapata hili jambo hadi wakati huu. That James is saying, Yakobo anasema Elijah was a man like us. Elia alikuwa mwanadamu kama sisi. Hear me. He did not say the heavens are not going to release rain or dew because God told him. Hakusema kwamba mbingu haitaachilia mvua na umande kwa sababu Mungu alimtuma. No. Hapana. In fact, Ukweli. hear me. Nisikie. He is the one who is telling God Yeye ndiye anaambia Mungu what should happen against the people. ni nini kitafanyika kinyume na watu hawa. This is different from Moses. Hii ni tofauti na Musa. Musa, when God told him, I am going to finish the generation of the children of Israel and I will make you a nation. Mungu alipomwambia nitaangamiza kizazi cha wana wa Israeli na nikufanya wewe taifa. Moses, what did he do? Musa alifanyaje? He refused. Alikataa. He went down on his knees. Akapiga magoti. Told God, Akaambia oh God, Mungu naomba don't finish your people usiangamize watu wako because of me. kwa sababu yangu. If you finish them, Ukiwaangamiza, the people will say, watu watasema this was your plan from the beginning. huu ndio ulikuwa mpango wako tokea You mwanzo. had brought them here to finish them. Ulikuwa kuleta hapa uangamizi. Oh God, Mungu, thank you that you want to be, but I don't want it. Asante, unataka kunifanya Even nini? if it will cost you killing and finishing your plan. Kama itagharimu wewe kuangamiza watu hawa wote. But what is Elijah doing? Lakini Elia He's saying, you people, you have done wrong. anasema nyinyi mmekosea. For the next few years, Miaka kadhaa ijayo there will not be any rain or dew huku hakunyeshi wala umande. until I say. Mpaka niseme. Na jamaa akachukua kabuti, Akaenda. akahepa. Akahepa. Akaishia. Si Mungu amemwambia aseme. Ni yeye amesema. Nimesema Hapa. na mimi alijaribu kusembeleza na watu. Alikuwa katika anasema tugira na nedadi na nemoja. I heard the Lord say, Nikasikia Bwana akisema, your heavens can be closed by people. mbingu lako linaweza fungwa na watu. Elijah was a man. Elia alikuwa He mwanadamu. never closed the heavens as a prophet. Hakufunga mbingu kama nabii. God is putting a disclaimer. Mungu anaweka anajiondoa. He is making us know Anatufanya the tujue heavens were not closed by a prophet. mbingu haikufungwa na nabii. Because God cannot send a prophet to close the heavens. God is a good God. Mungu hawezi tuma nabii akafunge mbingu. Mungu ni Mungu mzuri. Are you hearing me? Unanisikia? How many have been Bwana Bwana asifiwe? Yesu asifiwe. He did never do it as a prophet. Hakufanya haya kama nabii. He did it as a man. Alifanya hivyo kama mwanadamu. In fact, James says, Yakobo anasema, it is because of, give me James, give me King James. It was because of his passion. Listen, everybody read 1, 2, 3. Elijah was a man subject to what? Like passions as we are. as we are. In other words, Msisimuko. the decree of saying that there is not going to be rain until I say was led by his own passion. Sasa ule usemi wa kusema ya kwamba hakutanyesha mpaka niseme ilikuwa ni msukumo, msisimko wake. Not the passion of God. Sio msisimko ama msukumo. Not the passion of the house of God. Sio msukumo wa nyumba ya Mungu. Not the passion of the name of God. Sio msukumo wa neno la jina la He did it because of his own
difference between this man and Jonah Aramite? Jonah Aramite, he wanted Nineveh to be spared, to be finished, to be destroyed. Nineveh ifadiliwe kusiwache mtu. And when he is saying 40 days more, 40 days more, the Bible says he sat down somewhere and waited for to see the fire. Wacha moto ukuje. Muone moto. Tumesema moto. When it did not burn, Sasa wakati haikuchomeka, he was very angry. akawa amekasirika. Akakasirika Bwana. Akaanza kung'oa nywele. Anakasirikia nani? Mungu. Kwa nini? Maana ameaibisha yeye. Nimesema Nineve inaisha na haikuisha. Akiwa katika hasira, anaulizwa na Mungu, Jona, kwani umekasirika? Anasema, hata niko karibu kufa, nilipata sorry. Hata nasikia kama ninaweza kufa. Jona, umekasirika? Nasikia kama ninaweza kufa. Kwa nini? Kwa sababu nilijua hivi ndivyo utafanya. Utanifanyisha kazi ya bure. Kuja hapa kuambia watu kwa sababu wasamehe. Katika hiyo hasira yake ameenda amekaa chini. Akaona mmea umekua. From nowhere, anatengeneza. You remember? How many of you Bwana sifiwe? The crop have grown. Mmea nini? And then ikavuna kivuta akaketi chini. Na hapo mahali azuri. Amechomeka. Yo joto yuko mingi. Kabla asikie ametulia. Mtutu ametumwa akakata hapa chini hiyo. Ikanyauka kwa haraka. Ikanyauka. Ikaisha. Jona amekasirika kuliko hapo mbele. Hasira tena imepanda yeye. Anaona Jona unakasirika. Unakasirika nini? Ni mdudu anakuja anakata mmea yenye ilikuwa inanipa anaambiwa na kukasirika. Kama unaweza kasirika maana kivuli chako kimeisha, na mimi unatarajia namna gani nimalize watu wangu wa Nineve, watu 3,000,000 ili ati nikufurahishe wewe. I wish God dealt with Elijah in such a way. Mungu natumai angelishughulikia Elia katika njia hiyo. But he did not. Lakini hakushughulikia. Why? Kwa nini? Because of what I'm telling you today. Kwa sababu ya yale nakwambia leo. Elijah was a man subject to equal passion. Elia alikuwa mwanadamu mwenye shauku kama zetu. Why it was left like that? Kwa nini ikawachwa hivi? So that our eyes can be opened. Macho yetu yaweze kufunguka. So that we realize in our life kugundua maishani mwetu. There are people kunao watu who would wish to cross your heavens. Wangetamani kufunga mbingu yako. And you take the right spiritual authority against them. Na uchukue sasa mamlaka yanayofaa kinyume. And you destroy their work against them. Kazi yao kinyume na wewe. Are you hearing me? How many of you Bwana sifiwe? I have heard people suffering. Nimepata watu wakiteseka as a result of words that were spoken against them, especially by pastors. Kwa sababu ya maneno yaliyonenwa kinyume na wao, hasa kwa sababu ya wachungaji. Please hear me. Nisikie tafadhali. I know pastors. Ninajua wachungaji whose calling is to curse people. Ambao wito wao ni kulaani watu. And the moment you left that church, na mara tulipotoka lile kanisa, or you failed to do things that you are required to do, ama ukakosa kufanya mambo ulikuwa unafaa, they would stand and say, wanasema, may you be nothing. Hebu uwe bure. May your business not succeed. If you are dealing with me like this, kama umenifanyia hivi, you are making me happy. Unanifanya niwe na njaa. You will not go nowhere. Hautaenda kokote. Listen to me carefully. Kwa makini. Those words are very dangerous. Maneno haya ni hatari. I have learned in my 28 years of ministry never to open my mouth and speak anything negative against God's people. I have learned. And if I do, I am very careful to rebuff them. Nimejifundisha miaka 25 yangu ya huduma nisije nikanena neno lenye kinyume kwa watu wa Mungu. I learned the altar is supposed to be a place to bless people. Nilijifundisha madhabahu ni mahali pa kubarikia watu. And never to curse. Na sio kuwalaani watu. I have known people
somebody spoke in the altar and said, may you not see the light of the day. Mtu alisimama kwenye madhabahu akasema usione nuru tena. If you are dealing with me like that, Kama may you perish. umefanyia hivyo, hebu kaangamie. And those things happen, unfortunately. Na maneno haya Why do they happen? yanafanyika kwa nini? Because people don't know you are supposed to get a higher spiritual authority to cancel those words. Kwa sababu watu hawajui kwamba unahitaji mamlaka tena yaliyo juu ya kiroho yaweza kufutilia mbali. Let me teach you. Wacha nikufundishe. Hear me today. Nisikie leo. If you are uncles, because these are other class of people who can speak, who can crash out your heavens. You are uncles, Wajomba, you are aunties, you are father, you are mother, mama, people who have authority over you. watu walio na mamlaka juu yako. Your uncles can say, Wajomba wanaweza sema, may you never succeed. usije ukafaulu wewe. May your children become nobody. Watoto wako wawe bure. May you never get children. Usije ukapate watoto. May your marriage never stand. Ndoa yako isije ikasimama. And because they have authority, Na kwa sababu wana mamlaka, if those words are left maneno yale yakiachiliwa in hivi the spiritual, kwenye ulimwengu wa roho, you will see what happens. utaona yale yatafanyika. Unanielewa jamani? How many are with me? One asifiwe. And hear me today. Nisikie leo. Please Tafadhali, be careful the things people say to you, especially people who you know they are not happy with you. kuwa mwangalifu yale maneno watu wananena juu yako, hasa wale watu unajua And wajua. especially people with authority. Watu walio na mamlaka. What is the secret? The secret is Siri ni the moment they speak it, wanapoyanena, speak against it. nena kinyume na hayo maneno. Speak against it. Nena There and then kinyume na maneno hayo. you will die. Say, I declare I will not die, but I will live in the name of the Lord. Nitaishi katika jina la Bwana. Then go to your pastor. Enda kwa mchungaji wako. Tell pastor there are words that were spoken against me, and I want you pray against them. Kuna maneno yalinenwa kinyume nami na ninataka uombe na mimi kuyakabili. God has given the prophetic anointing Mungu amepatiana upako wa to kinabii his servants. kwa watumishi wake. Listen, Sikiza. as long as you are submitted to this altar, Pastor Gipa is your pastor, this is your church, nobody has authority over you. Mradi umejisalimisha kwa kanisa hili, mchungaji Giko ni mchungaji juu yako. Hakuna mtu aliye na mamlaka juu yako. Na usitishwe na watu wengi wanaongea kila mahali, ama wanabu wasema usipotuma hiyo pesa umelaaniwa. Wachana na wao. Chochote watakasosema, as long as you are not submitted to their authority, you are submitted to this authority, the anointing to deliver you is invested here. Here, hapa. It is invested Huo in this. upako wote wa It is invested in this moral kwa mandate. hili huyu mtumishi wa Mungu. Okay? Are you hearing me? Yes. Mnanielewa jamani? Pastor, nilikuwa kanisa la askofu alikuwa anaitwa Reverend Bishop Lieutenant Dr. General Overseer. Akasema sitafaulu. Hiyo majina isikutishe, yote ni bure. Hiyo yote ni uparadhuri na majina ya bure. Isikutishe hata kidogo. We will respect men of God, Tutaheshimu watumishi wa Mungu. but we will not allow them to destroy our lives, Lakini whoever they are. waangamize maisha yetu yeyote walio. Are you hearing me? How many are with me? Bwana asifiwe. Blessed be the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. I don't care. Sijali. You know, Najua in 1987, mwaka wa I 87 went to work. I about told you, maybe I went to work in a place called Kilgoris, in a school called Socio Secondary School. kufanya kazi Kilgori katika For shule. 1 year, I was paid nothing. Mwaka mzima sikulipa chochote. 1 year. Mwaka mzima. And then, at the end of the year, November, I decided to go. Novemba nikaamua kuondoka. The principal who was there, he called me. Principal aliyekuwa pale akaniita. I told him I have decided to go. He told me, where are you going? I told him I am going. Na nikamwambia naondoka. He told me, Kaniambia, I want you to know the job you are leaving is a very good job. nataka ujue kazi ambayo unaacha hapa ni kazi And the nzuri. job you are leaving, you are going to stomach. You are going Kazi to struggle. moja kwa utang'ang'ana ukitafuta. And somebody will drive a car Na right kuna from mtu this. ataendesha gari kutoka hii kazi moja. I told him, I looked at him at the face, I told him, Nikamtazama kwa uso nikamwambia, I don't want, and I am going to succeed, and I'm going to drive those cars you are saying. naendesha hizo gari unasema. And I left, Nikatoka. never to go back, Sikurudi including today. mpaka leo. I left my house, I closed, nilikuwa na stove, nilikuwa na meza, nilikuwa na kitanda na kila kitu ya nyumba, niliacha. Kanyumba nikafunga. Niliambia huyu mke wangu siku moja tukatafute vitu yangu niliacha. Na vitu yangu niliacha Kilgoris, tunaenda tukatafuta.
she calls me auntie. Wailimu. The other day she told me, when you left me with your ati nilimwachia vitu zingine zangu. Kama nani? Wewe William, mimi. Nikusema kichwa changu kilikuwa imeruka. Sikupuki kuachia mtu chochote. I left with the next car. Never to go back. Kwa stage ndio niliingia. Bwana asifiwe. That was 87. 87. When did you go to Form 1? 2007. Now, when I took Manasseh to Form 1, our son, Manasseh Form 1, Utumishi High School, the principal I met was the principal who I left in social. How many years later? 10. Not 10. 20. Not 10. He was going to Form 1. 87 and 20 years. 20 years later. Miaka 20 baadaye. You know, I was not married. I came to get married later. Nilikuja kuoa baadaye. I go to take my son to Form 1. The principal is the man who was. Principal ni yule wa Kibolis, yule wa Castro. I am driving a car. Ninaendesha gari. I am taking my son to a national school. Napeleka mtoto wangu shule ya kipili. He never knew me. Hakunitambua. He never. Me, I knew him. Mimi nilimtambua. But he never. Yeye hakunitambua. And I never introduced myself. Sikujitambulisha kwake. Including today, he doesn't know me. He didn't know me. He didn't know me. Why? Because God had changed my story. It was like Joseph who was put in the prison. Now Joseph is out of the prison and he is dining with the kings. In fact, he never finished that 1 year. The moment I landed in Utumishi, that same year, he had to retire. And his deputy took over. His deputy was born again, including to me. He was a member of Deliverance Church Gilgil. And we were together. Amen. The same office he used to stay, that is where when I went to school, I used to go and take a cup of tea. I used to go and take a cup of tea. We took over the school. And we changed the school. Amen. How many are with me? Why? I refused the word he spoke against me. Today, I heard the Lord say, if there is anybody in this service, somebody spoke words against you. Your uncle, your auntie, your grandfather, your great-grandmother, your pastor, they spoke things against you. The Lord said to me, He is releasing the anointing to break those words and to open your heavens. I said to open your heavens. I said to open your heavens. In the name of Jesus. Somebody say yes, yes, yes. Lift up your hand and say every word that was spoken against me through the passions of men. Every word spoken against me by people who had authority against me, I deny their authority. I break their stronghold. I submit myself to the anointing of the house of worship and healing. Therefore, every power working against me today be broken. Be broken. In the name of the Lord Jesus. In Jesus' name. Now I have shared and I have finished. 3 things that process heaven: sin and disobedience. Number 2, satanic besiegement. Number 3, words of people who have authority. From today, be careful.
what people say against you, kile watu husema, especially people with authority. hasa watu walio na The mamlaka. moment they speak it, Wanapolinena neno la kinyume, immediately kanusha. hapo unalikanusha. You will not go anywhere. Hautaenda I mahali. will succeed. I will go places. Utaenda mahali. Your business will fall. My business will succeed. Biashara yangu Your itafaulu. children shall become nobody. My children shall become great in the Lord. That is why the Bible says, let the poor say, I am rich. Let the Lord say, I am lifted up. Let the weak say, I am strong. Let those who feel like dying say, I will live and not die. Amen. Are you here? Uko hapa, And you feel like there is a siege over you. unahisi ni And kwamba, number two, and this is what the Lord is slow down on. na hii ndio Is, kwa nilegea. do I have the anointing one? Yes. The anointing one is here. I'm going to touch you with all and break every negative word spoken against you, or your children, or your marriage, or your health, or your life. Maisha Now, yako, watoto wako, stand up, everybody. simama kila mtu. And if you want to come here, come very fast. Na kama unataka kuja Jopa, We have no time. Our time is up. I want to finish this service within the next few minutes. nataka kumaliza ibada hii dakika chache zijazo. Now, please, Tafadhali, whenever you feel that we are dealing with these spiritual warfare matters, don't be in a hurry to leave a service. Wait until we say the benediction. ukisikia tunashughulikia mambo ya vita vya kiroho, usiwe na uharaka wa kuondoka kwa ibada. Bakia mpaka tufanye ombi la mwisho. Many years, a few years ago, not many, a few, I think Miaka 2015, imepita kama 15. I knelt down and I cried to God. Nikapiga magoti kamlilia Bwana. I said, Nikasema, God, I don't want to be called a spiritual leader, yet I cannot understand anything how the spiritual kingdom work. sitaki kuitwa I kiongozi refuse. wa kiroho na sielewi vile mambo ya kiroho yanafanya kazi. I refuse. Ninakataa. And I sought God. Nikatafuta Mungu. And that is when I can confidently say, as I stand here, I felt God tell me, I have given you a spiritual mandate and a spiritual Na authority. hapo ndipo ninaweza sema kwa ujasiri, nikisikia Mungu akiniambia nimekupatia usemi wa kiroho na mamlaka ya kiroho na And kazi. you will understand Utaelewa. when it comes to addressing spiritual matters, that is like, it is obvious, it is like my area. Ikifikia kuongelelea mambo ya ulimwengu wa kiroho na mamlaka ya kiroho, hiyo ndio eneo langu. I may not be very good in telling you how to form goals, how to have a plan, how to invest in your money, how to go and buy a plot in Gakuyo, and whatever. You may not feel me going that way so much, but I am an authority in spiritual matters. Lakini mimi nina mamlaka katika ulimwengu wa roho. And that is what God has done over the years. Na haya ndio Mungu amefanya miaka Including, I have seen people rise in ministry. Now I know what God was doing. And the area of our calling is clear. Eneo la wito wangu ni wazi sasa. And also in Nairobi. Hasa katika hii Nairobi. So, come forward very fast. We are going to have the anointing Kuja hapa mbele tutakuwa na mafuta ya upako. in the name of the Lord Kwa Jesus. jina la Yesu. Father, Baba, I lift up this one to you. nainua mafuta haya kwako. Right now we pray in the order of the miracle of turning water into wine in the Cana of Galilee. Katika mpangilio wa kuomba maji yageuke kuwa This divai. ordinary olive oil, Mafuta haya turn it to become your own very presence. yawe ya uwepo wako. Let it carry the anointing Yabebe upako as a sign kama ishara that once we apply ya it, kwamba tunapowapa it is going to break yatavunja every siege kila and every negative word kila neno kinyume that has brought across heaven, limefanya mbingu in the lives of your people. katika maisha ya watu wako. every word Kila neno that has been having authority ambalo limekuwa na mamlaka over us juu yetu that was spoken by men lililonenwa na wanadamu today, leo, let it break wacha livunjike in the name of Jesus. katika jina la Every Yesu. negative word Kila neno kinyume that caused our heavens to be closed, linalofanya mbingu letu likafungike, we are breaking it in tunalivunja the name of Jesus. katika jina la Yesu. And Father, be glorified Baba utukuzwe in Jesus' name. katika jina la Yesu. Amen. Amen. We offer this sacrifice to you Tunatoa dhabihu hii kwako in Jesus' name. katika jina la Yesu. Amen. Amen. I did not finish on Elijah Sikumalizia kuhusu Eliya because of time, kwa sababu ya muda, but you will realize lakini utagundua when he comes to confront Ahab, alipoenda kukabiliana na Ahabu, he tells Ahab, anamwambia Ahabu, let's go to Mount Carmel.
we will offer a sacrifice. Tutatoa dhabihu. The sacrifice that God will consume, Dhabihu ambayo Mungu that will show God. itaonyesha huyo ni Mungu. And I heard the Lord put in my heart, Kasikia Mungu akitia moyoni mwangu. the reason why Elijah was going to offer a sacrifice Sababu kwa nini Elia alienda kutoa dhabihu? is because he wanted to be right with God. Ni kwa sababu alitaka kuweka mambo yake sawa. As a result of the things he had done Kwa as a sababu man. ya mambo ambayo alikuwa amefanya Not as a kama prophet, mwanadamu, sio but kama as a man. lakini kama mwanadamu. That is why he went to offer. Ndio sababu akaenda kutoa dhabihu. And that sacrifice Na dhabihu hiyo was what God answered to, ndio Mungu alijibu, not Elijah. sio Elia. It was the sacrifice. Ni dhabihu. Otherwise, God Mungu was not happy with him. si kwamba alikuwa anafurahia sana na yeye. To be honest with you, Kuwa wazi na wewe, Elijah never left a legacy to any one of his children. Elia hakuacha kumbukumbu kwa kila mtoto yote. Nobody inherited him. Hakuna yote aliyemrithi. There was something that was not going right. Kuna kitu ambacho hakikwenda sawa. He dealt so much as a man Alifanya mengi kama mwanadamu than a prophet. kuliko kama nabii. May we be found to be servants of God. Tupatikane kuwa watumishi wa Mungu. And let us not waste words. Na wacha tusipoteze Let's maneno. not curse people. Ama kulaani watu, tusiwalaani. Let's not curse our children. Tusije tukalaani watoto wetu. Let's not curse people. Tusilaani watu. Otherwise, the same curse will come against our children. Laana hiyo hiyo itarejelea watoto wetu. Anyway, let me stop there for now. My brother John Dobby is asking, can we to our children? Yes, if you have children and somebody spoke things against you and your children, alilaani watoto wako. Ama kuna hii tabia, sikilizeni. Kuna hii tabia kati yetu Afrika, umepata mtoto, babako alisema asiwahi kuitwa. Usiwahi kuita yeye jina. Ukipata mtoto usiite yeye jina lako. Are you hearing me? Those children, they need a higher authority. Because if they are called by the name of that man who is not named, they will suffer. Those are dangerous things. Amen? So if your children are there, I will pray for them. And they are not coming to God. In Jesus' name. Just release your faith. We are going to do a very simple and we are going to take very few minutes.